Nataka nikwambie mwanangu, wewe ni kanisa la Bwana. Tutaomba hata kwenye boma majira yatageuzwa. Majira yatageuzwa, majira ya kuzika yatakuwepo tena. Sema leo majira yaliyoandaliwa kwa janga niliopo leo yanageuzwa. Majira yale yale mnagombana na mume wako. Majira yale faraka inatokea. Majira yale mimi inaharibika. Majira yale unapunguzwa mshahara. Majira yale kuna kitu kinatokea. Tunageuza leo majira. Mwezi huo huyo mama alizika. Mwezi huo mwaka akapata ajali. Mwezi huo vita ikatokea kwa. Mwezi huo kuna 1 2 3. Tunageuza majira. Tunageuza nini jamani? Majira. Sema majira haya nitasafiri salama. Navuka mwaka salama. Kazi itavuka salama. Watoto watavuka salama. Majira haya ya leo tunapokea upako, na upako huu tunapokea upako wa kanisa. Na Yesu alisema juu ya mwamba huu nitajenga kanisa na milango ya kuzimu haitalishinda kamwe. Na kama halitalishinda kamwe, maana yake sitazika. Watatupa vimbola vitanata. Watatafuta mume wangu kazini vitanata. Watatafuta mtoto wangu vitagonga mwamba. Nataka nitangaze mwaka kila kitakachotupwa kwako kitagonga mwamba. Rabasha kwa ni mwamba Bwana. Juu yako Yesu amejenga kanisa. Juu yangu Yesu amejenga kanisa. Kizazi chake hakitapatikana. Tumbo lake halitapatikana. Miguu yake haitapatikana. Kazi yake haitapatikana. Nyumba yake haitapatikana. Tumoja aseme haitapatikana. Anasema nalo kanisa likamwomba Bwana. Maana yake kanisa waliposikia Petro amefungwa, inabidi na Petro amefungwa kitapale, amefungwa na cheni, hapumui hata. Petro akafuta usingizi. Alipofuta usingizi, maana yake inatufundisha nini? Sio kila Paulo alipokamatwa gerezani alipiga makofi. Yaani Paulo alipokamatwa gerezani yeye alichapa makofi, hakukubali kulala, na nyimbo za sifa, upako ikashuka, magereza yakafunguka. Petro alipofungwa akasema no, kama nikufa acha nife tu. Inatufundisha nini? Sio kila mtu ana uwezo wa kupambana mpaka dakika za mwisho. Unaweza kukuta mtu saa hana pito, ni yuko imara, yuko powerful, lakini ngoja apite kwenye mapito anachoka. Sio kila mtu akipita kwenye mapito anakuwa na stamina kwenye mapito, lakini saa hana mapito, yuko imara, yuko vizuri. Haya, Petro alikuwa hivyo. Alipofungwa akapiga na usingizi. Alipopiga na usingizi, nafikiri imani ya Petro haiko lala. Petro, Herode alifikiri kwa sababu ameweka walinzi, akafunga na mikono, akafunga na kubu, akasema nimemaliza Petro, nasubiri saa chache nimalize. Hakujua ya kwamba hata kama amefunga miguu na mikono, hakujua kuna kitu hawezi kufunga. Hawezi kufunga imani ndani ya mtu. Nataka niseme hata kama wamekuzungushia matesho, watangazia hata kama hamjafunga imani iliyo ndani, bado imani inapumua. Hata kama wapendwa wamekuacha, imani itasafiri kuwatafuta watu wako sahihi, na kuambia hawatalala mpaka wamekubeba, mpaka wamekusaidia. Sema amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Maandiko yanasema cheni zikakatika, kamba zikatika. Kuna watu mnanisikiliza hapa, hatua zenu zimefungwa, zitafunguliwa leo. Sema zitafunguliwa leo. Sema zitafunguliwa leo. Angalia, akamwambia Petro, vaa viatu. Akavaa na viatu. Petro baada haamini, ni kama maono, ni kama ndoto. Maandiko yanasema akamtoa na nje, akamwambia twende. Walinzi wamesimama hapa na bunduki, wamepigwa upofu. Wamepigwa na upofu, hawaoni chochote. Nataka niseme katikati ya hawa maadui waliosema upeni, katikati yao Mungu atakuinua wakiwa wanakuangalia na hawajui unafanya nini. Sema basi amina kama unanielewa. Katikati ya wanafiki watapigwa upofu. Umesikia dada alivyoshuhudia? Nilimwambia kuna watu wanakufuatilia usipate mtoto, na adui zako ikikaribia siku unakamata mimba, wanajua na haribu. Nitawapiga upofu, hata siku unaenda leba hawatajua. Nikatamka
neno, maadui wakapigwa upofu. Yeye mwenyewe anasema hajui saa ngapi, anashangaa tu mtoto amekuja. Nataka nitamke kwenye hiyo familia ambao wanakulinda, wanakuzunguka, wanakufuatilia, na kuambia hawatajua saa ngapi umekuwa kitu kimoja na mume wako, hawatajua saa ngapi umefungua duka, hawatajua saa ngapi umepona, hawatajua saa ngapi umepandisha nyumba, hawatajua saa ngapi mume wako analeta material, hawatajua saa ngapi. Kuna vitu vitafanyika kwenye ardhi, maadui wakishuhudia na hawajui kitu gani kinafanyika. Hawatajua saa ngapi mtoto wako amefaulu mtihani, hawatajua saa ngapi mtoto wako anachumbiwa, hawatajua saa ngapi umewekwa viwango vya baraka, hawatajua saa ngapi gari litasimama pale nje. Ninatabiri kinabii, kuna kitu kitasimama mwaka huu pale kwako, kuna kitu kitasimama pale kwako, pale kwako na iona taa itawaka, pale kwako kuna nyota itawaka, pale kwako kuna kitu kitaonekana, kwa kijana wako kuna kitu kitaonekana, kwenye kazi yako kuna kitu kitaonekana. Hautakuwa mtumwa wa kazi, hautakuwa mtumwa wa watoto, hautakuwa mtumwa wa mshahara, kuna kitu kitaonekana. Angalia mtu amekaa pale, ninatabiri kinabii, kuna kitu kitaonekana. Msema kuna kitu kitaonekana. Majira yale yale Herode alizoea kutesa watu, majira yale yale ikaretana. Nasema hivi, majira yale yale walichopanga kwako kitaretana, kitaenda kwao. Uko tayari tugeuze majira? Uko tayari tugeuze majira? Uko tayari? Punga mkono kama uko tayari. Sema majira yale yale kuna kitu kinafanyika. Sema fire. Hili kanisa ilikuwa kanisa la ajabu sana. Hao watu hawajamjaji kuhani wao Petro. Hawajasema, maana si ajabu unasema si huo Mungu aliye naye si amuokoe. Kama ambavyo kuna watu wanakucheka, wanasema Sanji Dege mlokole, si huo Mungu amuokoe, si huo Mungu amlipie, si huo Mungu amsaidie. Kuna watu najua mnachekwa kwenye vikundi vibaya. Usiogope ukichekwa, wacha wakucheke, na wanakucheka na Mungu wako. Yesu akasema tukiteswa pamoja naye, tukitukuzwa pia pamoja naye. Unapoteseka unateseka na Yesu wako, ukitukuzwa na Yesu wako anatukuzwa. Nataka niongee na watu watatu wakiinuliwa na Mungu ameinuliwa. Sema basi amina kama unanielewa. Kwa si ajabu kuna watu walimjaji Petro, wakasema hata kama ni mchungaji, hata kama ni kuhani, hata kama nabii, afie gerezani, afie. Maana kuna watu wakiwa kwenye shida, badala wa kutoa, sikiliza, watu ambao wanamjua Mungu wanakutoa kwanza kwenye moto, alafu akishakutoa ndo wanakuketisha chini. Sasa imekuwaje ndugu yetu? Umeingiaje kwenye moto? Kuna watu uko kwenye moto ndo wanakujaji, ndo wanakuulia kwenye moto. Petro, si ajabu kuna waliokuwa wanamuulia kwenye moto. Lakini Mungu asiyekaa kikao na wanadamu, Mungu asiyekula ugali na wanafiki wako, Mungu asiyekwenda kilabuni kukaa na wachawi wanaokupiga vita, Mungu mwenye haki hakukaa kilabuni na wanaosema atakufa. Petro alikaa kwenye kiti akasema, wako wapi wanaosema wanamhitaji Petro? Wako wapi? Sauti zao ziko wapi? Mungu akachungulia akakuta wadada wanapiga maombi, akakuta vijana wanapiga maombi, akakuta wamama wanaosema hatuko tayari. Maandiko yanasema upako ukashuka. Petro akaambiwa saa yako bado. Herode akawa anapiga makofi kwamba asubuhi atakufa. Maandiko yanasema Roho wa Bwana akapeleka mzigo kwa waombaji. Angalia waombaji wanapoelekezwa, sio kwenda kufungua Petro, sio kwenda kufungua mapingu. Wanaingia kwenye maombi, wanasema hatuko tayari Petro afe, hatukaondolewe, bado tunamhitaji. Saa ifiki useme bado namhitaji mama, saa ifiki useme nahitaji kaka bado, saa ifiki useme bado namhitaji mume wangu, saa ifiki useme bado nahitaji hiki, na hakitakufa na hakitaondoka, bado ni cha thamani kwangu. Muumba mbingu na nchi, awepo kahaba asiwepo kahaba, bado nahitaji kitu changu cha thamani. Wawepo wachao wasiwepo, sitakula na sitakunywa mpaka nimeona cha kwangu kimeachiliwa. Kanisa likaingia kwenye maombi. Petro yuko gerezani. Maandiko yanasema wakaomba usiku kucha. Wanasema bado nahitaji. Unaweza ukamwambia Mungu wewe unahitaji biashara yako. Hata kama unasema tunafukuza kazi, tunapunguza kazi, mwambie Mungu bado, saa yangu bado.
Wakipanga tunamfukuza mume wako, tunapunguza wafanyakazi, mwambie Mungu, sitaki mume wangu apunguzwe, sitaki kangu apunguzwe, nataka aendelee na kazi hii. Kazi tunafaidi, bado saa ya kuacha kazi, ili aache kazi mpaka nimeona duka ameweka miradi yake, aache kazi sasa hivi bado. Si useme basi amina kama unanielewa. Si useme amina kama unanielewa. Mtu mmoja aseme bado saa yangu. Sema basi bado saa yangu. Fike saa ujifunze kuombea majira. Kanisa likamwomba Mungu, wakasema tuko tayari Petro afe, hatuko mchungaji wetu achafuka adondoke afe, hatuko tayari. Walipokuwa naomba, angalia, nataka nikwambie mwanangu, maombi yana umbali kwa Mungu. Walipokuwa naomba, angalia, hao wanangurumisha maombi, rababashaka, tunavunja madhabahu, tunafungua ile gereza, tunafungua gereza, tunatuma malaika, gereza lifunguke, tetemeko litokee. Maandiko yanasema kulikuwa na walinzi, maandiko yanasema malaika akashuka kutoka mbinguni. Kumbuka watu wanaomba sijui umbali kiasi gani, lakini kanisa lilipoomba, maombi hayana umbali na gereza. Ilibidi Mungu aseme kuna watu wananisumbua huko duniani. Yeye Petro amekubali kugive up kazi, amekubali, amekata tamaa. Nataka nikwambie mwanangu, usiruhusu ndugu zako wakate tamaa, usiruhusu familia yako ikate tamaa. Ingia kwenye maombi, wategemeze kwenye maombi, waambie hakuna kukata tamaa. Mume wangu usikate tamaa, dada usikate tamaa, sema nao hata kama wako mbali. Wewe na uhakika kuna malaika atashuka, atamtia nguvu, atapigana tena. Ayayaya, natamka hakuna umbali. Walipokuwa na ngurumisha maombi, malaika akashuka gerezani, tetemeko likapita. Walinzi wapo wanang'ang'aa macho, malaika akapita gerezani. Angalia malaika anakompiga Petro, anampiga kwenye mbavu. Maana anamwambia sikuja kwa ajili ya maombi yako, wewe umechoka, wewe hukuomba, wewe hukupambana, lakini sikuja kwa ajili yako, nimekuja kwa sababu nyuma yako kuna watu hawalali, kuna watu wanasema bado wanakuhitaji, kuna watu wanaona thamani yako bado, wanatusumbua kule mbinguni. Akampiga mbavuni mwake. Maana kanisa limetoka kwenye mbavu za Yesu. Wakati Yesu alipopigwa mkuki pale msalabani, maandiko yanasema maji na damu vilitoka. Ni dalili ya kuzaa kitu. Mtu anapotaka kujifungua, huwa maji natangulia na damu inafuata. Kwa hiyo kanisa tumezaliwa kwenye mbavu za Yesu. Yesu alituzaa kwenye mbavu zake, akamgonga Petro akimwambia kanisa limetoka hapa. Kwa hiyo kanisa limeomba, Petro amka. Akipompiga, aliposimama akamwambia cheni zikakatika. Kamba zikakatika. Nataka nitangaze, waliokufunga usimiliki chochote, kamba zitakatika, chene zitakatika, utamiliki nyumba yako, hatua zako zitatembea. Nasikia upako ndani yangu, nasikia kuna nguvu inanitoka. Hiyo kamba waliokufunga usifikie kazi, kamba inakatika leo. Hiyo kamba waliofunga mikono usimiliki nyumba, itakatika leo. Naona watu wanamiliki nyumba, naona miguu ya watu inaopiga hatua, inaelekea kwenye heshima, inaelekea kwenye baraka. Inatabiriki nabii, kamba zitakatika.